Mheshimiwa Nicodemus Maganga atafuatiwa na Mheshimiwa Profesa Patrick Ndakidemi. Mheshimiwa Ahmed Abdul Wakil Ahmed ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Awali ya yote napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kuchangia mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa. Ni kushukuru Mheshimiwa Waziri kwa kutuletea mpango huu tujadili hapa bungeni. Lakini tarehe 12 mimi niko kwenye kamati ya nishati na madini, tulifanya ziara kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere Rufiji. Ule mradi unaenda vizuri sana. Lakini tukiangalia huu mradi umeanza mwaka 1970 na nitumie tu muda kuishauri serikali. Kweli tuna miradi mingi katika mpango huu wa taifa, lakini ipo miradi ya kuipa kipaumbele ikaweza kuisha kabla na sisi tukiwa hai duniani tukafaidi matunda yake. Simaanishi kwamba labda miradi mingine ninaipinga na mienyewe ni mizuri, ila nikiangalia pato letu kwa taifa la Tanzania, kwa mfano hii SGR ina gharama kubwa sana. Tunaweza tukajikita kule tukaferi kufikisha malengo na mwishoni tukaonekana tu watu wa ajabu. Na Mheshimiwa, mimi nikuombe tu uliyewasilisha huu mpango, kwa kuwa wewe ni mzoefu sana ndani ya hii serikali, leo tunajadili huu mpango, tunapitisha mabilioni na matrilioni yaende tena kwenye mipango. Ila nikiangalia hapa ripoti ya CAG kwenye usafiri wa anga kwamba tuna shoti ya bilioni 150, kiukweli kwa mtu mwenye akili timamu yani inatia uchungu na inaumiza sana. Tukiangalia kwenye hili taifa kuna watu wengine wanafanya kazi bure. Tukishuka chini huku serikali inakoanzia kwa maana ya vitongoji pamoja na wenye viti wa serikali wa kijiji. Mimi Pasaka hii Mheshimiwa Spika, sikula Pasaka, nilikuwa nafanya ziara kwenye jimbo langu. Ukikaa nao wale watu madai yao ni ya msingi sana. Hawalipi mshahara, hawana posho yoyote, wanafanya kazi kubwa za kiserikali. Kwenye huu mpango mimi nimeangalia, Mheshimiwa kakaangu Waziri wa Fedha, ni vyema ungewaingiza hawa watu ili kusudi nao wakapata haki yao ya msingi, maana wanafanya kazi kubwa sana na wanaumia sana japokuwa hawana uwezo wa kuingia ndani ya hili bunge tukufu na kuyachukua na kuzungumza mawazo yao. Wanapoona watu wakubwa wanaleta hasara kwenye hili taifa, kwa mfano milioni 150, wakati wa Tanzania wote tunafurahia sana uwepo wa kuwepo usafiri wa anga, lakini pale inapoonekana rosi, yani hapa lazima tukae vizuri tujiulize. Na nimpongeze sana CAG huyu aliyetoa hii ripoti, maana imetupa dila, na ninamuomba au nawaomba ma-CAG wote waweze kufanya kazi yao ya msingi ili kusudi hata tunapopitisha haya mabilioni yaweze kuwa na udhibiti. Niwapongeze baraza la mawaziri, Mheshimiwa Rais kwa kuamini tena, maana wengi walikuwa wanababuleti baada ya hili tukio kubwa tulilolipata kitaifa kwamba wengine labda wanaweza wakakoswa nafasi zao. Lakini niwaombe waheshimiwa mawaziri, sisi wabunge tuna kazi ngumu sana. Tunapofanya ziara kwenye majimbo yetu tunabaini changamoto na tunawaleteeni. Kuna baadhi ya mawaziri hawatujali vile, tunabaki sisi sasa hatuna majibu, na ukiangalia watu wanahitaji kupatiwa majibu. Zipo sehemu nyingi ambazo zina changamoto, kwa mfano Wizara ya TAMISEMI, nimshukuru tu dada yangu kwa kuteuliwa, lakini ile sekta ni muhimu sana kwenye jamii, maana vitu vingi vinalenga TAMISEMI. Zipo changamoto, serikali kabla ya mimi kuwa mbunge ilikaa ikapitisha bajeti kama leo tunavyopitisha mpango huu. Fedha zilienda zikaliwa, watu hawajawahi kuchukuliwa hatua hata siku moja. Na mimi niombe tu serikali hilo iliangalia kwa umakini sana na ichukue hatua haraka iwezekanavyo. Sio sifa nzuri
wala sio Uislamu wala Ukristo. Kwa mfano, mtu anaonekana kabisa amehujumu pesa za walipa kodi ambao ni wafanyabiashara wadogo wanachangia kwenye pato hili la taifa, wanajibana kununua hata nguo, halafu mtu mmoja tu au watu wawili wanakula pesa za wananchi wote. Sisi huko mitaani, kiukweli Mheshimiwa Spika, kuna shida kubwa sana. Hata kusema kwamba tuko uchumi wakati, yani mpaka unafikia wakati mwingine ukiangalia hali iliyoko mitaani jinsi ilivyo mbaya, unaona dhahiri kabisa kwamba sijui walitumia takwimu gani. Unashindwa kujua kwa vile huna elimu ya kuweza kudadabua mambo sana. Kwa kuwa huu wakati sio wa kampeni, mimi naiomba serikali, na wewe Mwigulu Nchemba ni mzoefu na haya mambo ya uongozi, ufanye sasa ile gia uliokuwa unatumia hata miaka yote, ili kusudi hata wenzetu hao wa maisha ya kawaida waweze kupata maisha rahisi mifukoni. Mshauri rais, ili kusudi hao wananchi wetu wadogo wawe na pesa kwenye mifuko yao. Sasa hivi huko mitaani hali mbaya. Tunaongelea viwanda, tuna viwanda 8,460 na kitu, lakini hali ni mbaya kiukweli. Hata wapiga kula wetu waliotupigia kula wana hali mbaya. Tuliahidi mabarabara. Mimi naishauri serikali tuelekeze nguvu nyingi kwenye miundombinu za barabara na kwenye miundombinu za maji. Kwa mfano, mimi natokea jimbo la Mbogwe. Kutoka Ziwa Victoria kufika pale kwenye jimbo langu ni kilomita 80. Nimeangalia huu mpango, hakuna mpango unaoonekana kwamba dini maji wananchi wa Mbogwe watayapata kutoka pale kwenye Ziwa Victoria kwenda pale kwenye jimbo langu. Kuna shida kubwa sana ya maji, hasa unapokuwa huko msibani mbunge, unalazimika unywe maji, na baada ya kumaliza kuyanywa maji yale unaenda tena unaugua, unatumia gharama kubwa kutibiwa typhoid pamoja na magonjwa mengine. Kwa hiyo niombe serikali, yani mpango huu sawa tunauunga mkono, lakini isoti vipaumbele muhimu. Kama vile maji ni kitu cha muhimu, afya, kuna upungufu mkubwa sana kwenye huko mahospitali, dawa hamna kabisa kiuhalisia, pamoja na vipimo. Kwa mfano pale Mbogwe kwangu, ninamshukuru waziri wa afya, umefika umejionea hali iliyoko pale Masumbwe. Wakina mama kila siku wanajifungua, lakini hakuna x-ray, hakuna vipima vya kumpima mtu kubaini kwamba ana shida gani. Kwa hiyo ni vyema sasa tunapopitisha huu mpango, lazima vitu vingine tuvipe vipaumbele, maana ni muhimu kuliko hii SGR pamoja na mambo mengine na mengine ya matilioni ambayo hayana sababu kwa wananchi wetu wale wa kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, nafasi nyingine hii hapa ya kilimo. Toka mwaka 1992 mimi nikiwa mdogo, serikali ya Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, wakulima walikuwa wakipewa mbegu za pamba. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ukifanya huu mpango kwa wakati huu wakulima wakapata pamba, tutakuwa tumelisaidia hili taifa. Na muangalie waheshimiwa mawaziri, unajua sasa hivi tuna nafasi hizi, lakini ipo siku tunaweza tukafungwa pengine kwa kupitisha hii mipango halafu inakuwa haina mafanikio. Mimi nimeshuhudia serikali ya Rwanda, kuna mawaziri wamefungwa pale. Walikuwa wakipitisha hizi bajeti, zinaenda ndani ya watumishi wa serikali, zinaliwa, hawafuatilii, wanarudi bungeni tena kujadili, wanatuma tena mabilioni mengine yanaenda, lakini baadaye ufuatiliaji unakuwa haupo. Halafu mnarudi tena bungeni hapa kupitisha tena bajeti nyingine. Tukiangalia mwaka 2015 mlipitisha bajeti, lakini ile miradi haijakamilika na haina kiwango, lakini fedha zilienda na hakuna majibu. Ni muombe Mheshimiwa Rais, kasi aliyoanza nayo asiregeze, aendelee hivyo hivyo, japokuwa anashabikiwa sana na watu wengine sio wazuri sana kuwaongelea hata hapa. Na ndugu zangu waheshimiwa wabunge, ukiona unashabikiwa sana hata jimboni, lazima usimame ufikirie ni kwa nini wanashabikia sana kila mtu. Kuna wengine wanakushabikia ili ukosee, ili kusudi wapate pa kupitia. Ninajua tuko kwenye siku za mwisho, lipo hili janga la corona. Watu wanapata shida. Ukiangalia Kenya pale, wananchi sasa hivi wanalia, serikali ilikopa mabilioni na mabilioni
kumbe sijui hata ugonjwa haukuwepo. Sasa hivi wananchi hata wale wa kawaida wanachangia ile deni kulilipa. Kwa hiyo mimi ni muombe tu Mheshimiwa Rais aangalie kwa umakini sana. Anapoona anashabikiwa sana na watu, lazima afikirie kwamba hawa watu wanamshangilia, wanaheri au wanataka kutuingiza kwenye matatizo kabisa ambayo hatutayamaliza tena. Afate tu nyayo za Mheshimiwa Rais. Sio lazima afate zote, ni kuchambua. Unajua marehemu hata akifufuka leo akakuta hii ripoti kwanza iliyotolewa juzi hii ya ndege, sio kweli marehemu alinunua ndege hizi ili kusudi zile shoti. Alinunua ili afanye biashara. Hawa watu waliosababisha hiki wanatakiwa kuchukuliwa hatua. Waheshimiwa bunge, msicheke. Sisi tunaolipa kodi, wenye mitaji ya kuungaunga, hatukubahatika hata kuwa na elimu za juu sana. Tunajua uchungu na tuna uchungu mkubwa sana, na tumekuja humu ndani ili kusudi kuweza kukabiliana nao hao wanaojiita wana CV na degree. CV zisitumike kwa ajili ya kutuibia watu. Wakina waendesha bodaboda wana vipalata wanalipa 20,000. Ina maana vyote vinaingia huku serikalini. Halafu inapoonekana bilioni 150 Mheshimiwa Spika amekula mtu mmoja, halafu anabaki tu ana survive. Yaani tuweni serious ili kusudi nchi yetu ilete mabadiliko makubwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana kwa asante sana.